yote tangu tumeingia mfumo wa vyama vingi vya siasa, Kigoma, mkoa wenu wa Kigoma umekuwa ndio ngome ya tangu mwaka 95 tulipofanya uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi, mkoa wa Kigoma umekuwa ndio ngome ya upinzani. Haijawahi kutokea katika hizi zama za vyama vingi mkoa wenu wa Kigoma ukaacha kuchagua mbunge wa upinzani. Wengine wa mikoa mingine walijaribu, lakini Kigoma imekuwa consistent tangu mwaka 95. Hamjawahi kuacha kuchagua wapinzani kwa wakilisheni bungeni. Ni sahihi kwa hiyo kusema kwamba mkoa wa Kigoma umekuwa kiongozi wa mageuzi katika nchi yetu. Wanapokuja Kigoma na kuja kwa unyenyekevu mkubwa, na kuja kwa watu ambao wamekuwa kwenye mstari wa mbele kabisa kutetea demokrasia ya nchi hii. Na kwa sababu hiyo, ndugu zangu, katika uchaguzi mkuu huu wa kihistoria, Watanzania wote wa mikoa mingine yote wataangalia kwanza Kigoma inafanya nini. Na mimi nawaomba kwa hiyo, kwa sababu ya uzito wa Kigoma katika mageuzi, nawaomba sasa katika mwaka huu wa uchaguzi mkuu wa kihistoria mtuongoze sisi wengine katika kuiondoa CCM madarakani mkoa wa Kigoma na Tanzania yote. Ninafahamu ndugu zangu kwamba katika mkoa huu na katika mji huu na katika majimbo mengine ya uchaguzi ya mkoa huu kuna wagombea wa ACT na kuna wagombea wa Chadema. Nafahamu. Sasa nasema hivi, nataka tuelewane. Katika mwaka wa uchaguzi, Mheshimiwa Zitto Kabwe alikuja kuniona hospitali Nairobi mara 2, na aliniletea pole na sala na maombi ya wananchi wa Kigoma, na washukuru sana. Nilipohamishiwa Ubelgiji kwa matibabu zaidi, kijana wenu, mbunge wenu, mtoto wenu Zitto Kabwe alikuja kuniona hospitali Ubelgiji. Na alikuja mara 2 Ubelgiji, na aliniletea salamu na sala na maombi yenu. Nawashukuru sana watu wa Kigoma kwa wema wenu. Nawashukuruni sana kwa sala zenu. Na tumshukuru Mungu kwamba imewezekana licha ya yote yaliyofanyika, imewezekana kuonana tena leo tukiwa wazima. Tumshukuru Mungu wetu. Tuko kwenye uchaguzi mkuu, na huu ni uchaguzi mkuu wa kihistoria. Huu ndio utakuwa uchaguzi mkuu muhimu kuliko uchaguzi mwingine wowote katika historia ya nchi yetu. Kwa sababu hiyo, ndugu zangu, lazima tuelezane namna ya kukabiliana na hili jambo zito. Miaka yote tangu tumeingia mfumo wa vyama vingi vya siasa, Kigoma, mkoa wenu wa Kigoma umekuwa ndio ngome ya upinzani. Tangu mwaka 95
tulipofanya uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi, mkoa wa Kigoma umekuwa ndio ngome ya upinzani. Haijawahi kutokea katika hizi zama za vyama vingi mkoa wenu wa Kigoma ukaacha kuchagua mbunge wa upinzani. Wengine wa mikoa mingine walijaribu, lakini Kigoma imekuwa consistent tangu mwaka 95. Hamjawahi kuacha kuchagua wapinzani kwa wakilisheni bungeni. Ni sahihi kwa hiyo kusema kwamba mkoa wa Kigoma umekuwa kiongozi wa mageuzi katika nchi yetu. Wanapokuja Kigoma na kuja kwa unyenyekevu mkubwa, na kuja kwa watu ambao wamekuwa kwenye mstari wa mbele kabisa kutetea demokrasia ya nchi hii. Na kwa sababu hiyo, ndugu zangu, katika uchaguzi mkuu huu wa kihistoria, Watanzania wote wa mikoa mingine yote wataangalia kwanza Kigoma inafanya nini. Na mimi nawaomba kwa hiyo, kwa sababu ya uzito wa Kigoma katika mageuzi, nawaomba sasa katika mwaka huu wa uchaguzi mkuu wa kihistoria mtuongoze sisi wengine katika kuiondoa CCM madarakani mkoa wa Kigoma na Tanzania yote. Ninafahamu ndugu zangu kwamba katika mkoa huu na katika mji huu na katika majimbo mengine ya uchaguzi ya mkoa huu kuna wagombea wa ACT na kuna wagombea wa Chadema. Nafahamu. Sasa nasema hivi, nataka tuelewane. Katika mwaka wa uchaguzi wa kihistoria kama huu, naombeni wananchi wa mkoa wa Kigoma mtuongoze kwa kuhakikisha kwamba tunachagua mgombea atakayeweza kuiondoa CCM madarakani. Naomba kurudia tena, katika uchaguzi mkuu huu wa kihistoria, wananchi wa Kigoma mtuongoze kuhakikisha kwamba tunaiondoa CCM madarakani katika nchi hii. Na kwa hiyo tuchagulieni mbunge na diwani anayeweza kuiondoa CCM madarakani kwenye kata, kwenye jimbo, kwenye mkoa huu. Kama mgombea anayeweza kuiondoa CCM madarakani ni mgombea aliyependekezwa na ACT Wazalendo, huyo atakuwa mgombea wangu. Kama mgombea anayeweza kuiondoa CCM ni mwanachama na amependekezwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ili mradi anaweza kuiondoa CCM madarakani, huyo atakuwa mgombea wangu. Kwangu mimi, wananchi wa Kigoma, kwangu mimi adui namba moja ni CCM. Kwa sababu hiyo, naomba mtumie busara zenu, naomba mtumie utashi wenu, mchague yule ambaye anaweza kuiondoa CCM madarakani. Isije ikawa katika mwaka huu muhimu, katika uchaguzi mkuu huu wa kihistoria, isije ikawa wana Kigoma
mkagawana kura za upinzani, mkaacha haya madhalimu yakabaki madarakani. Isije ikatokea tukagawanya kura zetu, CCM wakaendelea kubaki madarakani hapa Kigoma na mahali pengine. Kwa tumieni busara zenu tafadhali, ombeni sana. Na mimi nawaaminia wananchi wa Kigoma, kama ambavyo mmefanya miaka yote, mtafanya mwaka huu. Sasa baada ya hayo, naomba sasa nizungumze ajenda za uchaguzi mkuu huu. Nchi hii wananchi wetu hawana uhuru tena. Ndio maana ilani ya uchaguzi mkuu huu ya Chadema inazungumzia uhuru, haki na maendeleo. Nchi hii haina haki tena. Hakuna haki tena. Ndio maana ilani yetu ya uchaguzi inazungumzia uhuru, haki na maendeleo ya watu. Nchi hii pesa kidogo tulizonazo zimetapanywa kwenye miradi isiyokuwa na maana yoyote kwa maisha ya wananchi wetu wa kawaida. Ndio maana tunazungumza habari ya uhuru, haki na maendeleo ya watu. Sasa hayo matatu hayo, uhuru, haki, maendeleo ya watu, hiyo ndio ajenda yetu kuu ya uchaguzi mkuu huu. Na tunataka mfahamu, utakapoenda kupiga kura, ukipiga kura, ujue unapiga kura ya kuendelea na udhalimu wa hii miaka 5, au unapiga kura ya uhuru, ya haki na ya maendeleo ya watu. Sasa kwa sababu tunatishiwa sana, na maendeleo tunayoambiwa yameletwa na Rais Magufuli, naomba nianzie hapo. Naomba nianzie hapo. Kwenye habari ya maendeleo, tujadili maendeleo ya Tanzania ya Magufuli. Mwalimu Nyerere, baba wa taifa, mara baada ya uhuru mwaka 61, kauli mbiu kuu za baba wa taifa za baada ya uhuru, kauli mbiu kuu za baba wa taifa za baada ya uhuru, sio kabla, baada ya uhuru, alisema uhuru na umoja. Na Watanzania wa Kigoma na Watanzania popote mlipo, agano langu la kwanza ni wananchi katiba mpya. Sasa naomba niseme kuhusiana na hii, mimi sitaki kuwa rais wa aina ya Magufuli, na sitaki kuwa rais wa aina ya Kikwete, na sitaki kuwa rais wa aina ya Mkapa wala Mwinyi, na sitaki kuwa rais wa aina ya Nyerere. Nataka niseme hili kwa nini? Baba wa taifa Mwalimu Nyerere, tunayemheshimu sana, ndiye aliyetujengea mfumo huu wa utawala unaotutesa. Ukweli wa Mungu ndio huo.
Katiba yetu ya leo iliyotungwa mwaka 77, msingi wake mkubwa ni urais. Madaraka ya nchi hii yanaanza kuishia na rais. Huo ni urithi wetu kutoka kwa baba wa taifa. Mwaka 62, mwaka 61 kwanza, tulipopata uhuru, Nyerere hakuwa rais, alikuwa waziri mkuu. Mwaka uliofuata, mwaka 62, akatungia katiba ya jamhuri. Tukawa jamhuri yenye rais kwa mara ya kwanza. Katiba yetu ya mwaka 62 ilisema hivi, na imeendelea kusema hivyo mpaka leo, mpaka hapa niliposimama. Ilisema rais katika kutekeleza mamlaka yake kama rais hatawajibika kufuata ushauri wa mtu yeyote. Sasa fikiria katiba inayosema rais hapaswi kufuata ushauri wa mtu yeyote. Mimi nafikiri ni Mungu pekee ambaye huwa hashauriwi. Labda viongozi wa dini utatusaidia. Hata Mungu, askofu anasema hata Mungu anasaidiwa na Roho Mtakatifu. Katiba yetu inaendelea kusema rais hana wajibu wa kufuata ushauri wa mtu yeyote. Ilianza na Nyerere mwaka 62. Na mwaka 78 Mwalimu Nyerere akahojiwa na shirika la habari la Uingereza BBC, akaulizwa juu ya madaraka yake. Jibu lake lilikuwa, kwa mujibu wa katiba na sheria za Tanzania, mimi Rais Nyerere nina madaraka ya kuwa dikteta. Haya ni maneno ya Mwalimu mwenyewe. Unaposema sitaki kuwa rais wa aina ya Mwalimu, na maana sitaki kuwa rais mwenye mamlaka ya kidikteta, kwa sababu marais wetu wote kuanzia Mwalimu mpaka Magufuli wamekuwa na mamlaka ya kidikteta kwa mujibu wa Nyerere mwenyewe. Kwa hiyo agano langu, katiba mpya itakayotuondolea huu mfumo ambao mamlaka yote yamewekwa kwenye kichwa kimoja, yamewekwa kwenye mikono ya mtu mmoja. Rais mtu anateua kila mtu anayetuumiza au anayeweza kutusaidia. Wakuu wa wilaya hawa wanaoteua rais hawa, wakuu wa mikoa, mawaziri, majaji, makamishna wa tume mbalimbali, hawa wanaosimamia uchaguzi, kila mtu, wakurugenzi wa halmashauri za serikali za mitaa, kila mtu anayefanya kazi katika nchi hii, aidha ameteuliwa moja kwa moja na rais au katiba inasema anafanya kazi kwa niaba ya rais. Kwa hiyo rais ni alfa na omega wa kila kitu katika nchi hii. Ndio maana tumekwama. Ndio maana wote tumegeuzwa ombaomba. Kila mtu anayesimama mahali popote nchi ya tunaomba rais atusaidie. Tunaomba rais afanyie hivi. Tunaomba rais afanye hivi. Tumenyang'anywa maka yetu yote yamewekwa kwa mtu mmoja. Na hawajibiki kwa mtu yote. Akiiba humfanyi chochote. Ndio maana Mkapa anatamba kwenye kitabu kwamba aliiba dola milioni 100 na hakuna consequences. Mimi sitaki kuwa rais wa aina hii. Unapoenda kuchagua tarehe 28 ya mwezi ujao, unapoenda kupiga kura yako, ujue kwamba unachagua mtu ambaye atabadilisha katiba ili kurudisha mamlaka ya wananchi mikononi mwa wananchi. Ukienda kupiga kura mwezi ujao, ndio unachagua rais atakayerudisha mamlaka ya wananchi. Ni hivi ndugu zangu, ni hivi. Nyie mnafahamu kwa nini amemleta mkuu wa wilaya wa hapa? Mnafahamu? Aliwaulizeni mnahitaji mkuu wa wilaya au wa mkoa wa aina gani? Fahamu, sio?
Mnamfahamu mkurugenzi wa halmashauri ya hapa? Mlimuuliza kama mnamtaka huyo mkurugenzi msemfahamu? Aliwauliza kama mnamtaka, mnaweza kumuondoa? Kila kiongozi analetwa Kigoma, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, mkurugenzi, DAS, RAS, nani? Sio wa kweli, ni wa rais. Na akija hapa akawakosea, hamna chochote cha kumfanya. Akila hela zenu na wanazila, hawezi mkamuondoa na hawashtakiki. Sasa tunataka katiba mpya imnyang'anye rais madaraka hayo. Kama tunataka mkuu wa wilaya Kigoma, tumchague sisi. Kama tunataka mkuu wa mkoa wa Kigoma, tumchague sisi. Kama tunataka mkurugenzi wa halmashauri Kigoma, tumchague sisi. Akianza kutunyea, tumuondoe sisi. Kama tunataka kuchimba kisima ili tupate maji safi na salama, tuamue sisi watu wa Kigoma na kichime sisi. Sio tuende na kabakuli kaomba Dodoma au Dar es Salaam, Mheshimiwa Rais tupe. Kama tunataka kujenga barabara au kujenga shule au kufanya chochote cha maendeleo yetu, tukiamue sisi, tukitengeneze sisi. Tusiwe ombaomba tena kama ambavyo tumekuwa tangu mwaka 62. Ndio maana ya utaratibu ambao sisi tunauita utawala wa majimbo. Yangu ya mwisho ni kwamba ili tufanye maendeleo ya watu, lazima tuwe watu werevu, tujue namna ya kufanya mambo haya. Katika nchi hii, kuishi mikoa ya mpakani imekuwa kama laana hivi. Sasa sisi tunataka iwe baraka. Tunataka iwe baraka. Kwa mpango wetu unasema hivi, wa kuifanya mikoa yetu yote ya mpakani kuwa mikoa ya baraka badala ya kuwa mikoa kama ya laana hivi. Mpango wetu ni kwamba Tanzania ya mipakani iwe ni maeneo maalum ya kiuchumi. Maeneo maalum ya nini? Ya kiuchumi. Sasa maana yake ni, tuchukulie mkoa wenu wa Kigoma, mkoa ambao uko ziwani, una bandari, au sio? Una bandari ambayo inaweza ikapeleka mali Kongo, Zambia, Burundi, au sio? Una barabara zinazoweza kwenda Burundi, Rwanda, au sio? Kuwa eneo maalum la kiuchumi maana yake ni kwamba kama mkulima wa Kigoma au mfanya biashara au mwenye kiwanda akatengeneza mali yake hapa, akalima mazao yake hapa, kuna biashara, kuna soko kubwa Kongo au Burundi au Zambia, awe huru, awezeshwe kupeleka mazao yake au bidhaa zake Zambia au Kongo au Burundi au Rwanda, mradi tu ana manufaa makubwa zaidi kiuchumi kwake. Maana yake ni kwamba wanaolima kahawa kama wale wa kule Buhigwe nilipoenda leo, kama soko la kahawa niliko Burundi kuna bei kubwa zaidi kuliko hapa, wapeleke kahawa yao Burundi. Kwani si wanalima wenyewe? Hii inawezekanaje? Na huwa hamjiulizi. Mohamed Dewji ananunua mahindi Rukwa, Songwe, wapi? Anasaka unga, anaupeleka Burundi, Zambia, wapi? Haulizi chochote. Mkulima akawa mahindi anataka mageti kila mahali barabarani. Mwenye viwanda hakuna mageti. Mkulima mageti matupu. Tunataka uhuru wa kibiashara. Tunataka uhuru shughuli za kiuchumi. Ndio maana ya kusema mikoa hii ya mipakani iwe maeneo maalum ya kiuchumi. Watu wafanye biashara na nchi jirani, watajirike.
na utajiri huo watauleta Tona, wataupeleka Katavi, wataupeleka mpaka wapi, Rukwa na Songwe na Mbeya na wapi maeneo, na wataupeleka Tanzania. Mnanipata jamani? Kwa hiyo hii habari ya kunyanyasa watu wa mipakani itakoma. Kuishi mipakani itakuwa ni neema badala ya kuwa balaa ya hii miaka ya hawa na CCM. Sasa ndugu zangu, naomba nimalizie. Na naomba nimalizie kwa kusema hivi, yote haya yanawezekana. Yote haya yanawezekana. Na yanawezekana kama kila mmoja wetu akaenda kupiga kura tarehe 28 mwezi wa 10, akapiga kura ya uhuru, ya haki na ya maendeleo. Yanawezekana. Inawezekana kulipa madeni yetu yote kwa askari wetu ambao hajalipwa nyongeza mishahara miaka 5. Inawezekana kulipa madeni yetu yote kwa wafanyakazi wa serikali na mashirika ya umma ambao hawajaongezewa mishahara yao miaka 5. Inawezekana kulipa madeni ya wafanyakazi wote walionyang'anywa riziki zao kwa kufukuzwa kazi kwa visingizio vya vyeti. Inawezekana kulipa madeni ya wafanyakazi wetu waliofukuzwa kazi kwa sababu wanaambiwa tu hawana cheti cha form 4. Inawezekana kulipa fidia kwa wale wote waliobomolewa katika hii miaka 5 ya bomoa ya Magufuli. Inawezekana. Lakini ili iwezekane inabidi ukapige kura. Na ukapige kura ya akili. Na uilinde hiyo kura. Na uhakikishe mshindi wa haki anatangazwa. Inawezekana. Waombeni wananchi wa Kigoma, na waombeni sana. Tusigawanye kura zetu. Tukapige kura ambayo tujai kupiga miaka yetu yote. Tukashinde kwa kimbunga. Tusishinde kidogo. Tusishinde kawaida. Tusishinde sana. Tushinde kwa kimbunga. Tukishinda kidogo wataiba. Tukishinda sana wanaweza wakavuruga. Tukishinda kwa kimbunga nchi nzima hawaweza kuvuruga. Na wito wangu kwa wanajeshi wa nchi hii, simamieni upande wa haki, kwa sababu na nyie mnahitaji haki vile vile. Simamieni upande wa haki. Watumishi wa serikali mtakaosimamia uchaguzi, simamieni uchaguzi kwa haki, kwa sababu na nyie mnahitaji haki vile vile. Kwa ndugu zangu wa Kigoma, nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Na naombeni muendelee kutusaidia. Tunahitaji na sisi msaada. Tunahitaji mtuchangie hii kazi. Msije mkamweka Tundu Lissu na Chadema peke yake. Kila mmoja wetu ashiriki katika hili jambo kubwa la ukombozi wetu. Nawashukuruni sana na Mungu awabariki sana. Asante. Kigoma safi. Simesikia rais jamani. Tarehe 28 kura zinaenda kwa nani? Haya. Sasa tumefikia mwisho wa mkutano wetu. Mungu awabariki sana watu wa Kigoma. Halafu nini jua lenu linachelewa kuzama eti Huwa ndio namna ile. Kwa hiyo tumemaliza mkutano wetu. Tumekuja Kigoma kwa amani na tutatoka kwa amani. Au sio jamani? Sasa nimeambiwa kwamba rais baada hapa atakwenda ofisini kwa ajili ya kusaini vitabu. Mmeniambia ofisini Ujiji. Mimi ni mgeni huku. Mnapajua?